Najua baadhi yenu mwaka huu mtarudi kwa wananchi kwenda kuomba ridhaa tena kwa wale ambao wamekaa kwa nafasi za wananchi. Lakini najua pia kuna madedi wangu, wakuu wa wilaya, sijui wa nani ambao wana hamu sana ya kurudi kwa wananchi. Nilimwambia katibu mkuu kiongozi, peleka sakula serikali za mitaa. Nadhani waziri mmeipata. Yoyote mwenye nia ya kugombea atuambie mapema. Huyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan wakati anazungumza pamoja na viongozi mbalimbali ambao wanatamani kwenda kutia nia mwezi Oktoba pale kwenye chaguzi mbalimbali, yani kwenye nafasi mbalimbali kiwemo ubunge, kiwemo madiwani pamoja na uraisi. Sasa wakati rais anazungumza hayo, aliweza kuwaambia mapema kabisa kwa wale ambao watatamani kwenda majimboni, kwenda kuchukua majimbo au kuingia kupata vinyang'anyiro mbalimbali na kwenda kuachana na masuala ya kuwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya au kuteuliwa katika aina yoyote ile. Kwa hiyo kwa wale ambao walikataa basi, lakini wakati haya yanaendelea bana, tunafahamu na tunajua sasa hivi kuna teuzi mbalimbali ambazo zimefanyika. Yani maana yake kuna watu ambao walikuwa ni wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, sana sana wakuu wa mikoa wamehamishwa, wengine kabisa wamepumzishwa. Sasa kuna hili ambalo nimeona kama linazungumzika sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii, wengi wakiwa wanajaji kwa nini hichi kimefanyika, hichi kwa nini hichi kimekuwa hivi. Kama utakuwa unafuatilia vizuri, ilitoka taarifa kwa vyombo vya habari nchini hapa kuhusiana na uhamisho wa wakuu wa mikoa, lakini pia uteuzi wa wakuu pia wa mikoa pale kwa ndugu zetu Arusha. Miongoni mwa taarifa ambayo watu wengi wanaizungumza kwa nini ni juu ya mkuu wa mkoa wa Arusha. Aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, namzungumzia Paul Christian Makonda, yeye sasa hivi amepumzishwa na amepumzika, hajihusishi na sio mkuu wa mkoa tena, bali yeye ametulia zake kimya. Wengi wanagesi kwamba huenda mwezi Oktoba jamaa akachukua ubunge wa jimbo la Arusha mjini. Kwa hiyo sio ajabu mshikaji, yani Makonda akachukua jimbo la Arusha mjini. Lakini wengi wanajaji kwa nini Paul Christian Makonda ameondolewa, hata kama alikuwa hata kama sio kutia nia, kwa nini ameondolewa? Lakini wengi wakasema kwamba kwa nini uteuzi wa wakuu wa mikoa ukafanyika kwa Balozi Simon Nyakoro Siro, kwa nini kawa hivi? Wengi ni moja kati ya teuzi ambazo zimeibua maswali mengi. Tunakumbuka Siro alikuwa ni moja pia kati ya mapolisi, na ni polisi by the way, na amepelekwa Kigoma. Kwa nini amepelekwa kule? Maswali yamekuwa mengi zaidi, lakini wengi wanadai kwamba kwa nini Siro akateuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma, lakini kwa nini Makonda akapumzishwa? Kwa hiyo ni shairi wazi kabisa kwamba Makonda anaandaliwa kuja kuwa mbunge wa Arusha mjini. Kwa sababu gani? Bunge la mwaka huu ambalo litaingia mwakani pale litaanza kazi rasmi na watu watateuliwa mwezi wa 10, litakuwa ni la moto sana bungeni, na mtu pekee ambaye ana uwezo wa kuhimili mikiki na kutengeneza hoja mbalimbali bana ni Makonda. Makonda ni moja kati ya magenius ambao wamekaa kwenye serikali muda mrefu na wanafahamu mambo mbalimbali. Kwa hiyo wengi wanasema kwamba huenda Makonda ndio maana ameteuliwa au amechaguliwa kwa eneo, lakini ni maswali mengi zaidi bana ambayo yanaibua maswali juu ya Siro pamoja na Makonda, kwa nini ameteuliwa. Niachie maoni yako hapo, lakini kubwa zaidi usisahau bana kusubscribe channel yetu ya BM Basha TV. Big up sana kwa wale ambao wamesubscribe channel yetu ya BM Basha TV. Na leo tunazungumzia ndio huyu hapa.